sana, nashukuru sana. Kama maandalizi unazungumziaje kuelekea kumalizia michezo yenu 7 ya ligi kuu soka Tanzania bara na kuhakikisha kwamba KMC inasalia ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sasa timu haina majeruhi. Majeruhi walikuwepo ndio wako wanamaliza kwenye kurecover. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu mnapokuwa nyote mkiwa wazima. Cha pili tunashukuru, muda mwingine mapumziko huwa kwa wengine yanaweza kuwa mazuri, kwa wengine akawa mabaya. Mkiwa mmetoka kufanya vibaya, kwa hiyo atakuwa ni mazuri kwa sababu mtaenda kujiuliza. Mkiwa mlikuwa mnafanya vizuri, mtatamani mlikuwa mna ule muendelezo, kwa hiyo inakuwa ni bora. Sababu mnaweza mkastop hivi mkajikuta mmeenda na confidence ile, mko free, mkaenda na matokeo haya kaathiri baadaye. Kwa hiyo kwetu sisi hatukumaliza vizuri. Nadhani mechi ya mwisho ilikuwa hapa, ilikuwa ni huzuni kwetu sisi hadi mashabiki. Na so out. Tuseme wana Dar es Salaam wenyewe hawakutarajia kichotokea. Lakini ile ishapita, hatuwezi kuirudisha. Kitu na michezo ambayo ipo mbele yetu ni michezo migumu. Sasa hivi kwenye ligi mimi sitaki kuwa mnafiki wa kusema eti afadhali huyo. Hakuna afadhali. Ndio maana mtu kama anakuja kwako anapata matokeo utasemaje afadhali. Kwa hiyo tuna michezo migumu mbele, lakini tushafanya kila kitu, tushajiandaa. Sisi tunasubiri tarehe 2 tuje tupambanie matokeo katika uwanja wa nyumbani. Kama wachezaji kipi mnakizungumzia mnapokuwa kwenye mazoezi na kukamili kwenu, kwa sababu ukiangalia michezo inayofuatia kama ulivyokiri na kucheza na Prison ambayo nayo pia inahitaji alama ili kujihakikishia inajiweka mahali pazuri kwenye msimamo. Yapi mnahamasishana ukiachana na yale maagizo ya mwalimu? Nini kama wachezaji morali gani mnapeana wenyewe kuhakikisha mnaenda kupambania nembo ya KMC? Unajua mpira hauchezi na mwalimu tu kwamba maelekezo ya mwalimu. Kwa situation ambayo si tupo, ina experience na hii situation kwa sababu nishacheza playoff kwenye situation kama hii. Kwanza tutakiwa kukata tamaa. Yaani hatuwezi kusema sisi tuko pabaya, sisi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naamini bado, yani bado nina sehemu kubwa, yani bado mzani wangu, kwa sababu nikisema mimi niko pabaya au Prison asemeje, Ken Gold nani wa Bukoba wale wasemeje, yani mimi bado natakiwa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa nilipo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji, kitu cha pekee kwanza, acha kumshukuru Mungu kwamba ni individual sasa. Yani ulisajiliwa kwa nini? Yani kuna kitu ulikionyesha ndio maana ukasajiliwa. Ndio hicho wakati wake unatakiwa ni sasa, ni kwamba isifikie stadi ni mifumo tu. Kuna muda inabidi isiwe mfumo tena, issue ni kupata matokeo. Kwa hiyo mchezaji mmoja mmoja anatakiwa atoe kila kitu alichonacho yeye. Mwalimu ataelekeza, lakini mwisho wa siku atakuwa nje ya mstari. Kwa hiyo kila mmoja akitoa kwa 100% kile alichojaliwa na Mwenyezi Mungu, tutapata matokeo. Ila kama tutachiti, tutapoteza. Ushindani wa namba kulinganisha pia na nafasi ambayo unacheza ndani ya KMC upo kwa kiasi gani? Kwanza ushindani wa namba kwetu sisi ni mkubwa kwa sababu timu yetu ukiangalia ina wachezaji ambao ni experience na ambao ni upcoming. Kwa hiyo uzito wa changamoto wa kupambania namba ni mkubwa kwa sababu kuna hao wadogo na wenyewe wanahitaji kukua na hao wakubwa wanatakiwa waonyeshe ukubwa wao. Kwa hiyo mimi naamini mchezaji ni yule anayekubali challenge. Sababu ile challenge ndio inakufanya nawe kuwa bora. Mchezaji ambaye hakubali challenge huyo sio mshindani, kwa maana hata ndani ya uwanja kwenye mechi haiwezi kuwa mshindani. Kwa hiyo ushindani ambao uliopo mazoezini kwa sasa, ndio maana mwanzo nimesema kabisa kwanza wachezaji wote ni wazima. Kwa hiyo kishakuwa wazima, kila mmoja anatamani na lala salama hii. Kuna ambaye mkataba wake unaelekea mwisho, kuna ambaye labda anaona bado haeleweki, akucheza raundi ya kwanza, raundi ya pili. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa, lakini mimi naamini huo ushindani uliopo ndio utakaotusaidia sisi kupata matokeo. Kwa nafasi unayocheza, ni mshambuliaji wa aina gani ambaye unahofia sana kukutana naye kwenye ligi yetu? Ama ukikutana naye shughuli na kuwepo, leo ukitoka unasema kweli leo mechi bana? Mimi kwa sasa hivi nikizungumzia msimu uliopita nitasema Dube, lakini kwa mimi kwa sasa hivi Ateba. Kwanza ana kasi, alafu ana nguvu. Unajua ukienda kutembea nchi za nje, ukiona mimi nimefanikiwa kukutana na timu za Senegal ni kuwaona ile live. Kuna wachezaji unajiuliza, huyu mimi nikikumbana naye kwenye njia nitamzuiaje? Unakuta mtu ana weight, ana mwili. Sasa ukimwangalia Ateba ukimwangalia kwa mbali unamwona kawaida, ila ukimsogelea ni mtu ambaye ana body. Kwa hiyo mchezaji ana power, afu ana speed. Sasa ukiogopa mtu ambaye ana mwili afu ana speed, mchezaji hatari. Ni kwa kipindi hichi mimi nasema ni striker ambaye ni hatari. Jambo tukizungumzia kimataifa huko mchezo tumezunguka sana kwenye nchi tofauti tofauti. Tumezungumzia Haiti na
wachezaji walipojengeka kwenye nchi za nje. Wakati mwingine una uwezo mzuri lakini nguvu ya kumkabili unakuwa huna. Tunadhani ni kitu gani tunakosa ama wachezaji wetu wa Tanzania wanakosa kuhakikisha wanajenga miili yao vizuri katika ushindani wa namna yoyote ile? Sababu kuna wakati mwingine ufundi unakuwa kidogo pembeni, nguvu ndio inahitajika kwenye mchezo. Kwanza hasa Tanzania, naona sana Tanzania. Tanzania sisi tuna hulka kuishi kwa mazoea. Unajua, angalia tu wachezaji wanaokuja ambao tunazungumzia mapro, angalia wakiwa wanaonyesha individual zao nini. Unajua sisi unaweza kukuta mchezaji yani anacheza ligi kuu lakini hata push up asiweze kupiga, kila kawa anacheza ligi, kwa maana hatujui kitu gani tunatafuta. Yani tunaamini tunacheza, unajua, lakini je, ni kweli mchezaji anahitaji vitu gani? Wenzetu wameiweka kazi yao ni sisi, yani ni kazi kwa kuwa tunapata pesa, lakini hatutaki kuizingatia ile kazi inahitaji nini. Yani uwezi ukawa una kuku lakini wewe unataka kuku wewe apate mayai, yani lakini umlishi. Sasa wenzetu kwanza wana vitamini ambazo nyingine za recover. Mfano sisi ni sidhani kama kuna wachezaji wengi wanapata experimental za recover baada ya mechi, baada ya mazoezi, wengi hawapati. Lakini hivyo ni vitu ambavyo ni binafsi, usisubiri timu kwa sababu unalipwa, kuna muda wewe mwenyewe mwili wako. Sisi wachezaji huwezi kusikia mambo ya gym wachache, lakini mpira upo hivyo, yani mpira unahitaji nguvu. Hata uwe fundi au watu wanaofikiria sio wakina Ronaldo tunawaona. Kwa maana sisi vitu ambavyo ni vya muhimu vya kuzingatia hatuvizingatii, tunazingatia vitu ambavyo sio muhimu kwenye, yani sisi tunasherehekesha sana maisha nje ya kazi yetu kuliko kufocus na kazi yetu. Hiyo ndio shida kubwa kwetu sisi. Na ndio maana wanaokuja unamuona juzi huyu kaja kutafuta huyu. Kumbe hata wewe naweza ni wewe tu kusema kwamba mimi kazi yangu ni, na ndio maana angalia wale wote ambao wamefanikiwa kwenda kucheza nje. Angalia kina Msuva, angalia mara kwanza kabisa Kevin John kaenda. Mimi alivorudi tu kamaona yuko kwenye timu ile ya vijana, wale under 20 wa mazoezi. Kaambia mmeona body ishabadilika. Kwa maana wenzetu sasa washajua huyu mchezaji huyu mwili wake haupo tayari. Ndio maana unaona sisi kweli injury inakuja, Mwenyezi Mungu anapanga, ila sisi tuna injury ambazo zingine kwa sababu tuko unfit. Asante sana. Shukrani.